Amen. Mpigie Bwana Yesu makofi mazuri kabisa ya kumshukuru. Mungu awabariki sana Kristo kwa kazi nzuri. Kazi ni njema sana. Tuwapigie makofi na sifa kwa kazi nzuri kwa ajili ya Bwana. Wapendwa watakatifu wazuri sana, mmeingia nyumbani mwa Bwana Jumapili ya leo, na wasalimu katika jina la Yesu aliye hai. Jamani, na wasalimu katika jina la Yesu aliye hai. Badilisha wasiwasi na utulivu wa ndani. Badilisha wasiwasi na ile hali ya utulivu wa ndani. Hali ya utulivu wa ndani au na utulivu wa ndani au kwa utulivu wa ndani. Badilisha wasiwasi na utulivu wa ndani. Wasiwasi pale inaweza kuwa hofu, mashaka, masumbuko, kuogopa na kadhalika. Na andiko ambalo nitalitumia nina mistari mitatu ya kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 hadi ule wa 8, lakini pointi zangu kubwa zitatoka kwenye mstari wa 6 na wa 8, vitu ambavyo nitazungumzia asubuhi leo. Badilisha wasiwasi na utulivu wa ndani. Yako mambo yanayoweza kutuletea hofu, yako mambo yanayoweza kutuletea wasiwasi, yako mambo yanayoweza kutufarahisha, yako mambo yanayoweza kufanya tukaogopa, yako mambo yanayoweza kutufanya tukakosa raha, tukakosa amani. Lakini asubuhi ya leo nasema yabadilishe haya kwa utulivu wa ndani. Yabadilishe haya kwa amani ya dhati ya moyo wako. Yabadilishe haya kwa kuachilia unayoona hayo na kuruhusu hali ya utulivu ndani ya moyo wako. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 hadi 8 Biblia inasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Mstari wa 8, hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, na yoyote yenye sifa njema, ikiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Nimesema pointi zangu zitatoka kwenye mstari wa 6 na mstari wa 8. Mstari wa 7 sitausema sana hapo. Badilisha wasiwasi kwa utulivu wa ndani. Ruhusu utulivu wa moyo, ruhusu utulivu ndani yako. Na hili ndilo neno ambalo nakwenda kulisema kwako asubuhi ya leo. Mwandishi Paulo ndiye anayeandika waraka huo wa Filipi, na anaandika akiwa yuko gerezani. Hakuna kitu ambacho kina uzito kama unaandika ukiwa una uzoefu nacho. Yaani mtu anayeandika hayuko kwenye raha. Yaani mtu anayechochea tuwe na raha
yuko kwenye mazingira magumu, lakini anauona ule uwema wa Yesu Kristo uliomo ndani yake ulivyokuwa ni mkuu kuliko hata yale magumu anayopitia. Anauona ule msamaha alioupata kutoka kwa Yesu Kristo ni mkubwa kuliko yale anayopitia kwa wakati huo. Kwa hiyo Paulo akiwa gerezani anaandika maneno haya, akiwaandikia wapendwa wenzetu wa Filipi. Unaposema wa Filipi, umezungumza watu ambao walikuwa wanakaa mji wa Filipi. Kwa hiyo wale waliokuwa wanakaa mle ndio wanaitwa wa Filipi, kama hiyo unasema wana Dar es Salaam, kwa sababu pia Filipi ilikuwa ni miongoni mwa miji mikubwa kwa wakati ule kwenye Ulaya ya wakati ule, kama vile Dar es Salaam, mji mkubwa wenye biashara nyingi, wenye heka na pilika nyingi, wenye mambo mengi tu yanayoendelea. Na labda nikugusie kidogo, tunaposema Wafilipi, Wakorinto, Waefeso, Warumi, Yohana, Mathayo na kadhalika, haya majina au Biblia imetoa majina ya waandishi au waandishi au hao watu wametajwa. Kuna baadhi ya vitabu vimetajwa kwa jina la yule aliyeandika, kama hivi labda Paulo, labda Yohana ameandika, Mathayo ameandika na kadhalika. Au wakati mwingine kitabu kimepewa jina kutokana na wale walioandikiwa, walioandikiwa, kama tunasema labda waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, au kasema Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa pili. Maana kitabu hiki kimebeba jina linalotokana na wale walioandikiwa, Kwa hiyo kinaweza kikaitwa jina la yule aliyeandika. Mfano, Injili ya Yohana kimepewa jina kwa sababu aliyoandika anaitwa Yohana, aliyeandika. Mathayo ni huyo Luka. Au kinaweza kikaitwa Wakorinto kwa sababu ya wale walioandikiwa. Sasa waandikiwa wakuu kwenye waraka huu ni Wafilipi, na neno hili ndilo ambalo Bwana anataka aseme na sisi asubuhi ya leo. Hebu mwambie jirani yako, mwambie badilisha wasiwasi kwa utulivu wa ndani. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Na barua hii ni barua inayoonyesha ukuu wa Yesu Kristo. Yesu Kristo ni mkuu. Yesu Kristo ana majibu yote. Yesu Kristo ana kila kitu kwa ajili yetu. Yesu Kristo anajua yote. Yesu Kristo anakufahamu wewe vizuri. Yesu Kristo ni mtoshelevu wa maisha yako. Yesu Kristo anajihusisha sana na mambo yako. Kwa hiyo tumaini lako na amani yako iweke kwa Yesu Kristo, bila kutembea kwa mashaka wala wasiwasi katika maisha yako. Sasa kupitia maandiko haya nitakuwa na vitu vinne vya kuzungumza, au kupitia kichwa hiki cha ujumbe nitakuwa na vitu vinne vya kuzungumza. Vitu vinne vya kuzungumza. Badilisha wasiwasi na utulivu wa ndani, au kwa utulivu wa ndani. Jambo la kwanza, Biblia inakemea. Biblia inakemea kuwa na wasiwasi, au Biblia inakemea kuwa na hofu. Biblia inakemea kuogopa. Ndio maana kwenye mistari ambayo tumeianza, Paulo anaanza kwa kuandika. Yako mambo aliandika kule juu,
na yako mambo aliandika huko chini, lakini anapofika kwenye eneo hilo la mstari wa 6 anasema msijisumbue kwa neno lolote, msijisumbue, akitambua ya kwamba hawa wapendwa wenzetu waliookoka kama sisi tulivyookoka walikuwa wanaishi kwenye mji ambao kama Dar es Salaam leo, mji wenye pilika mbalimbali, mji ambao ni mzuri tu kuuandika, hauna hela haufai. Wakristo hawa kutokana na maisha waliokuwa naishi wakati ule, mji wenye starehe kufanya watu wafanye ili wajipatie vipato, wanaweza kufanya mambo haramu mengi. Wengine waliuza miili yao ili wapate pesa, wengine walitumia dhuluma ili wapate pesa, wengine waliiba, wengine walijihusisha na mambo mbalimbali yasiyofaa ili wapate fedha. Sasa ukitangaza umeokoka, maana yake unastahili kuwa na ajira sahihi, kuwa na kazi inayostahili, kuwa na vitu ambavyo havitakuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Na kwa kuwa asilimia kubwa ya mzunguko wa mapato ulihusiana na fedha haramu, uliwaingiza watakatifu kwenye mazingira magumu ya utafutaji. Uliwaingiza watakatifu kwenye mazingira magumu ya kupata kipato. Tunamshukuru Mungu wa mbingu na nchi kwa ajili ya Dar es Salaam na Tanzania. Hatuko hivyo, hatuna fedha tu ya haramu tu, hatuna mzunguko wa fedha zilizo mbaya tu, hatuna mzunguko wa fedha za ukahaba peke yao, hatuna mzunguko wa fedha za ujambazi, hatuna mzunguko wa fedha za waganga tu wa kienyeji. Watu wanaweza kauza ndizi kihalali na wakapata fedha, watu wanaweza kauza maandazi na wakapata fedha, watu wanaweza kauza chakula na wakapata fedha, watu wanaweza wakafanya kazi na wakapata fedha. Sivyo ilivyokuwa kwa hawa Wafilipi. Kitendo hiki ndicho ambacho kiliwafanya wafike mahali wanachanganyikiwa. Sasa nimeokoka, nitaishije? Sasa nimeokoka, nitapataje chakula? Sasa nimeokoka, nitapataje mavazi? Sasa nimeokoka, nitakulaje? Sasa nimeokoka, Mungu wetu ni Mungu mwenye majibu ya kila jambo. Mtumishi wa Mungu yuko gerezani, badala ya kutafakari yale mateso aliyokuwa anapitia yeye, Mungu anampa majibu kwa ajili ya Wafilipi. Anaambia wala msijisumbue kwa habari ya mazingira mliyookoka hayo, hata kama inaonekana mazingira